Hii ndio fikra hatari zaidi kwa mwanadamu, kwa njia yoyote na kwa hali yoyote, kwamba hiyo ndio kufaulu kwa mwanadamu. Na fikra kama hii ndio ambayo kwamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa baad. Watazamaji wapendwa, karibuni katika kipindi chetu cha leo katika channel ya Mimbar ya Umma, tukiwa naye ndugu yetu Fadhilatul Akh Yasin Kiwayo kutoka maeneo ya Msambweni. Leo alhamdulillah leo ametufanyia ziara na tukaona tusikose kumhoji baadhi ili tustafidi naye baadhi ya maswali inshallah. Ndugu yetu Yasin, twashuhudia katika jamii tunamoishi leo mporomoko wa maadili wa kiwango cha kutishia, yani vijana kuwa dhidi watu wazima, kuwaona kana kwamba watu wazima ni uchofu kwa wao, ni watu ambao kwamba wana discomfort, mabuda, mamadha, wanaleta shida mitaani na nini. Watoto hawa wakajiachia, wakawa wana maisha kivyao, hawafuati miongozo ya wazee wao. Labda chanzo cha maadili kuporomoka kiwango hiki nini haswa? Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam wa baad. Kitu kikubwa cha hatari ambacho kwamba kiko nyuma ya hali hino chafu kuhusu maadili na jumla ya hali ambazo mwanadamu anakumbana nazo leo, kikubwa zaidi cha hatari ni fikra ama mfumo wa kirasilimali ambao kwamba waeka mbali masuala ya kiroho, masuala ya kidini ya kumtambua Muumba. Hii ndio fikra hatari zaidi kwa mwanadamu. Na fikra kama hii ndio ambayo kwamba ndio yenye kuchangia pakubwa uovu kama huno, kwamba mwanadamu yuko huru kufanya anachotaka, bali kikubwa ambacho kwamba chapigiwa debe chalinganiwa katika mfumo huno ni maslahi tu, kwa njia yoyote ambayo kwamba mwanadamu ayafikie kwa njia yoyote na kwa hali yoyote, kwamba hiyo ndio kufaulu kwa mwanadamu. Kwa hivyo hii ndio hatari kubwa ambayo kwamba inamkumba mwanadamu kuliko hatari zote. Kwa hivyo kuishi kwa kutozingatia amri za Muumba na kutozingatia mwanadamu kwamba yeye hapa duniani ni kiumbe tu ameletwa na ataondoka, na yule aliyemleta ana malengo juu yake. Utambuzi huno kukosekana katika bongo za watu, basi hiyo ndio hatari kubwa ambayo kwamba yazalisha uharibifu katika kila sekta ya maisha ya mwanadamu. Tumeona labda katika natija ya poromoko wa maadili ambapo kwamba upo imewapelekea hasara mpaka kwa wazazi wa vijana hawa. Manake majumba leo hayaishiki, hayakodishiki, biashara ya nyumba inaregea nyuma, biashara za milango wa maduka ambao wazee wao waliyajenga ili wastafidi nayo wanufaike nayo kimaisha yamekuwa hayakodishiki kwa sababu ya utovu wa usalama, mapanga na nini, mitaa ikawa haishiki. Upande wa pili utakuja kuona labda yani watoto wa kike kwenda tupu, na mitaa yale kwa watu wenye nidhamu na maadili ya juu hawawezi kuishi katika mazingira kama yale. Kwa hivyo kumbe nidhamu ya Kiislamu itakapokuwa ni yenye kufuatwa, kumbe watakapokuwa vijana hawa ni wenye kufuata miongozo ya kiimani na kidini ya kiroho, huenda ikawa ni suluhisho juu ya haya. Naam, hiyo ndio suluhisho kubwa, kwa sababu mwanadamu yeye kwa sababu ni kiumbe, yeye ni dhaifu. Kwa hivyo anatakana kutambua udhaifu huo, kuhisi huo udhaifu, kwa kutambua kwamba kuna nguvu kubwa iliyo juu yake ambayo ndio iliyomleta yeye, kwa sababu yeye ni kitu tu kilichotengenezwa. Ndio Mwenyezi Mungu tunaona kwamba nataka mwanadamu atambue kwamba yeye ametoka wapi. Ndio Mwenyezi Mungu anasema falyanzuril insan mimma khulika, angalie mwanadamu ameumbwa kwa kitu gani. Kwa maana ni hali ya kwamba imtambulishe, atambue mwanadamu kwamba yeye ni kitu kilichotengenezwa. Kwa hivyo kikiwa kimetengenezwa, basi pia kinaweza kuharibika, kwamba ni na ile aliyomtengeneza basi ndio ana nguvu juu yake ya kumpangia nini afanye nini asifanye. Kwa hivyo ndio hii itampa yeye udhaifu. Kwa hivyo akiwa yeye ni dhaifu, basi ni kwamba atategemea kuongozwa na atakuwa mnyonge dhaifu. Kwa hivyo hii inatakana mwanadamu au mnyenyekevu, asiwe jabari, asiwe jeuri, asiwe na kibri, asiwe na dharau,
Unaona, kwa hivyo ni afuate, awe mnyenyekevu, awe anafuata miongozo ya Mola wake. Kwa hivyo tunaona kitu cha kwanza, akishatambua hivyo anatakana atekeleze ibada, amwabudu Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo na hizi ibada zina nguvu, zina power ya kumfanya mwanadamu awe mnyenyekevu, awe mtiifu, kama vile swala, kama vile saumu, unaona, kama vile kuwa na ukarimu wa kutoa. Kwa hivyo hii inasababisha huyu mwanadamu awe mnyenyekevu kwa Mola wake na kwa viumbe wenzake, na pia awe mkarimu wa kusaidia watu badala ya kuwadhuru. Kinyume chake, akikosa fikra kutambua muumba ambayo inamuelekeza kumwabudu muumba wake, basi kwa fikra ya kimaslahi kwamba yeye yupo tu kutafuta maslahi apate kwa njia yoyote bila kujali kwamba hii ni haramu ama hii ni halali, basi atakuwa tayari kumdhuru yoyote bila kujali huyu ni nani. Hata mzazi wake anaweza akamdhuru. Unaona, kuna fikra za vijana ambao kwamba wanalega kuwadhuru wazazi wazee ili wapate zile mali. Pengine pia yuko na furaha mzazi afe ili apate zile mali, kwa sababu hakuna ile roho ya huruma, ile roho ya unyenyekevu na ile roho ya hofu ya kuogopa kwamba kuna kuulizwa yeye mbele ya Mwenyezi Mungu, na kuna nguvu iliyomzidi ambayo kwamba yeye anafaa kuiogopa. Hili swala kama hili ndio linahatarisha na linasababisha watu kuwa wanageukiana na kufanyana madhara pasi na kujali huyu mtu ni labda ni jamii yangu, ama huyu ni mzazi wangu, ama huyu ni ndugu yangu, ama huyu ni Muislamu mwenzangu. Yani hiyo hali kama hiyo inakosekana kabisa. Taib, jazakallahu alkhair. Ndugu zangu watazamaji, katika maisha haya ya faudha ambayo leo hali iko juu chini, watu wana maswali katika maisha yao, watu wametatizwa na maisha na hawajui miondoko, wameingia katika shimo ambalo hawajui waliingiaje, hawajui watatokaje. Channel ya Mimbar ya Umma inakujilieni na suluhisho za matatizo hayo, inakujilieni na miongozo ambayo itakukwamua na kukutoeni katika mashimo mlioingia. Ni juu yenu kuzingatia yani nadharia zinazotolewa kutoka channel hii na kuzifanyia kazi. Shukran wa as'adallahu awqatakum.